Ndugu watazamaji wa Tanzania wenzangu popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu, ni kupashe, ni kuchanganulie yale ambayo yameweza kutendeka, aswa ambayo yameanza kutikiza serikali ya Samia. Amerika imeanza kuweka serikali ya Samia kamba shingoni. Kama nyinyi ni wafuatilizi wazuri wa hichi kituo cha Tanzania News TV, mnakumbuka karibia siku mbili ambazo zimepita niliwaundia kanda hapa nikawaeleza kwamba Marekani imependekeza vikwazo kwa utawala wa Samia kwa kuwachinja na kuwatoa uhai wa Tanzania waliopinga uchaguzi na ushindi wa Samia mwaka uliopita. Kabla hayo hayajaisha, leo habari ambazo nimepokea, Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeanza kumuweka kamba shingoni kamishena msaidizi mwandamizi wa polisi Faustin Jackson Mafuele. Munajua Mafuele amekuwa kitajwa sana kama mchinjaji mkuu, mtekaji mkuu na mfiraji mkuu, mtesaji mkuu. Mafuele, hata watoto wadogo wakisikia jina Mafuele wanatetemeka. Huyo afisa wa polisi Mafuele amekuwa akihusika kwenye mambo mabaya sana. Sasa taarifa ambazo nimepokea kutoka Marekani zinaniambia hivi, bwana Ezra, mtaniruhusu nizisome kwa lugha ya Kiswahili. Ukitaka kwa lugha ya Kimombo ndio hizo nimeweka hapo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imemwekea vikwazo kamishena msaidizi mwandamizi wa polisi Faustin Jackson Mafuele kuingia nchini Marekani. Taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio imesema kwa kuzingatia taarifa zinazoaminika, Mafuele alihusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ukitaja watu ambao waliweza kukiuka haki za kibinadamu mwaka 2025 mzima, Mafuele anaongoza kwenye hiyo orodha. Mwaka jana jeshi la polisi liliwakamata, kuwatesa na kuwafanyia ukatili wa kingono raia wa Uganda Agatha Atuhaire na raia wa Kenya Boniface Mwangi waliokuwa jijini Dar es Salaam kufuatia kesi mahakamani dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Sasa mwezi Februari mwaka huu, kitengo cha uchunguzi cha BBC Africa Eye kilitoa filamu iliyoitwa Hali ya Hofu Tanzania na kuchunguza juu ya wimbi la matukio ya utekaji Tanzania. Katika filamu hiyo, manusura wa matukio hayo wakiwemo Atuhaire na Mwangi walimtaja Mafuele kama mhusika mkuu wa kadhia zilizowafika hao. Jeshi la polisi na Mafuele hawakuwapatia ushirikiano BBC licha ya kutafutwa. Hata hivyo, serikali ya Tanzania iliambia BBC Africa Eye kuwa wawili hao waliingia Tanzania kwa madhumuni ya utalii, lakini uchunguzi wa idara ya uhamiaji ukagundua kuwa walikusudia kuhudhuria kesi kinyume na tamko la kuingia nchini Tanzania. Sasa serikali ya Samia ikasema kwamba kukamatwa kwao kulifanyika kisheria. Idara ya uhamiaji inakanusha madai yoyote ya makosa. Sasa kuna kitu ambacho mnapaswa kuelewa hapa, na ndio mimi mtangazaji wako bwana Ezra niko hapa kuweza kukuwekea mambo bayana. Mafuele hajaweza kuwekewa vikwazo
vya kusafiri Marekani kwa sababu za uchaguzi wa mwaka jana, mahali ambapo watu zaidi ya 10,000 walichinjwa. Hapana, Mafuele amewekewa vikwazo. Kwa nini? Kwa kuwateka, kuwatesa kingono wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wawili, hata si wawili, watatu. Tuko na Hulda Newton kutoka Tanzania, taifa letu. Tuko na mwanaharakati Boniface Mwangi kutoka Kenya. Tuko na Hataire kutoka taifa jirani letu, Agatha Atuhaire kutoka Uganda. Hawa wanaharakati waliingia Tanzania kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antiphas Lissu wakati ule alipokamatwa mwezi wa 4 mwaka uliopita. Kwa sababu Tundu Lissu yuko kwenye chobo ama yuko kwenye jopo ama yuko kwenye kamati ya kidunia ya kutetea haki za binadamu, wanaharakati wenzake wakaenda kumtetea. Lakini kwa sababu taifa letu lilikuwa linakaribia uchaguzi, Samia akasema kwamba hawa wataharibu amani Tanzania. Wakakamatwa, wakateswa. Kuna kanda ya kimombo, Boniface Mwangi alikuwa anasema kwamba alikuwa anaingiziwa chupa kutoka kwa sehemu za siri pale nyuma. Mnaelewa hapa nyuma penye nasema wacha nitumie ishara, hapa nyuma alikuwa anaingiziwa machupa na vijiti. Mafuele aliambia huyu mwanadada Agatha Atuhaire kutoka Uganda kwamba anaweza akamfanyia mapenzi na ampee watoto. Matukio haya yakafanyiwa uchunguzi na BBC. Mafuele akakataa kutoa ushirikiano. Sasa Marekani imeweza kumwekea vikwazo. Kwa nini? Kwa kuwatesa wanaharakati. Kuna kitu ambacho naomba niweze kuwawekea wazi hapa. Mafuele hajaweza kuwekewa vikwazo kwa sababu ya kuwaua raia wa Tanzania mwaka uliopita kwa sababu ya uchaguzi. Ni kwa sababu ya kuwatesa hawa wanaharakati. Kwa hivyo bado Marekani wanaandama serikali ya Samia, na bado wameanza na waliowatesa wanaharakati. Kwa nini? Eti kwa sababu wanaharakati wale walikuwa wameenda kumwangalia Lissu kwa jela na kumtetea kipindi cha kesi yake. Kumbuka kwamba wiki hii ambayo tuko Marekani, Seneti iliweza kuwasilisha vikwazo na maamuzi kwa rais wa Marekani Donald Trump, wanayotaka serikali ya Samia iweze kuchukuliwa kwa kuwatesa wananchi wa Tanzania mwaka uliopita, kwa kuwachinja, kuwatoa uhai, kuwateka, kuwafira, na wengine hata wajulikani waliko. Sasa naomba mkaze kamba wa Tanzania wenzangu. Utawala wa Marekani umeanzia na Faustin Mafuele kwa sababu ya kuwatesa na kuwafira wanaharakati. Wamemalizana na Mafuele. Sasa Marekani, kulingana na taarifa ambazo niko nazo mimi mtangazaji, kwa sababu mimi ninapata first hand information, Marekani sasa imesongeza faili inayoangazia kadhia ya mwaka uliopita kipindi cha uchaguzi, ambapo Samia ni mmoja wao, Mafuele ni mwingine, Inspector General wa polisi na yeye yuko, tuko na Kamanda Muliro yuko pale, tuko na Mkunda na yeye yuko kwa hiyo listi, kwa hiyo faili, tuko na Abduli na yeye yuko kwenye hiyo faili. Wote watachukuliwa hatua, watapigwa marufuku ya kusafiri Marekani, watoto wao watafukuzwa kutoka Marekani,
mali zao zote ambazo wako Marekani zitafungwa. Wacha nikuambie, ndio mwanzo wa ukoko, ndio mwanzo wa ngoma. Wameanza na Faustin Mafuele kwa kuwaua na kuwatesa na kuwafira wa Tanzania. Sasa wanataka kuingia kwa waliowatesa na kuwafira wa Tanzania mwaka uliopita. Hakuna mbuzi kuruka kamba. Hakuna mbuzi kuruka kamba, wacha nikuambie. Hamwezi mkawaumiza na kuwatesa wananchi, alafu mtataka kusonga bila kuwekewa vikwazo au bila kuchukuliwa hatua. Mnaona kama jana viongozi wa chama cha Chadema waliteswa. Si mnaelewa, Chadema viongozi wake waliweza kuteswa jana, mahala ambapo msaidizi wake Tundu Lissu aliweza kukamatwa akawekewa pingu. Na nielewa mtazamaji wangu, ndugu yetu David Jumbe alitekwa akawekewa pingu, na polisi waliweza kusema tu kwamba hizo pingu ambazo David Jumbe aliwekewa eti kwamba lazima aende akatolewe kwenye kituo cha polisi. Kwa hivyo iwapo David Jumbe hangetoroka angetekwa, alafu serikali ianze kusema kwamba wao hawajaweza kumteka David Jumbe. Serikali ilisema eti kwamba wanachunguza tukio la makamu mwenyekiti Chadema Zanzibari, ama ukipenda msaidizi wa Lissu kutekwa. Lakini sasa wakasema eti kwamba wanachunguza na wakakataa kwamba wao hawakufanya hilo tukio. Itawezekanaje David Jumbe akawekewa pingu basi? Na hizo pingu serikali yenyewe ikasikika ikisema kwamba lazima aende kwenye kituo cha polisi atolewe hizo pingu pale, kwa sababu hawana uwezo wa kufungua hizo pingu. Kumaanisha serikali ya Tanzania ndio imekuwa ikiwateka na kuwafira na kuwaumiza wa Tanzania. Sasa ni wakati wa kupata mazao yao. Kipindi ambapo Mafuele ameweza kuwekewa vikwazo vya kutosafiri Marekani, ameanza kulipuka. Kulingana na taarifa ambazo nimepewa kutoka pale ndani, zinaeleza kwamba Mafuele na kikundi ama na kundi lake wamedai hawawezi kutolewa kafara kama kondoo meupe. Mafuele atajitetea kwa namna itakayoshangaza ulimwengu. Anadai sasa hivi angeisha kuwa Inspector General wa polisi, lakini kuna wabaya wake wanamzibia njia kwa kudai yeye ni Mnyarwanda. Wamemtishia rais na kumfanya aogope kumpandisha Mafuele ngazi. Ameapa kuwa atahakikisha rais ajaye karibuni atampandisha kuwa Inspector General wa polisi kama John Pombe Magufuli alivyo shindwa kumpandisha Makonda. Lakini JPM alipoondolewa, Samia akamrejesha Makonda. Anasema vikwazo vya Marekani havina lolote kwake, kikwazo sasa ni rais. Huyu akae mbali na rais, taifa linaweza kujuta. Nasikia mpaka hata wameanza kumuogopa kwamba akae mbali na rais. Wana imani kwamba anaweza akamthuru Samia. Wacha nikuambie mtazamaji wangu, nikimalizia kanda hii, wale wote ambao waliweza kuwatesa wa Tanzania mwaka uliopita, wacha nikueleze hivi, chuma chao ki motoni. Hii jeshi la polisi linajifanya eti kwamba ni jeshi la polisi, kumbe ni jeshi la CCM. Kwa sababu mbona inaonea Chadema? Kwa sababu polisi kazi yao ni kuwahudumia wananchi wote, iwe wewe ni wa upinzani, iwe wewe ni wa serikali. Lakini Mafuele yeye anahudumia serikali, anahudumia CCM. CCM wamekuwa wakitoa kauli mbaya mbaya kama vile za kuua, lakini hawajawahi kamatwa. Polisi wanaona tu Chadema.
Wacha nikuambie, Samia sasa hivi roho yake iko mikononi mwa Amerika. Hivi karibuni mtasikia Marekani imeweza kumpiga marufuku Samia. Na hivi sasa ndio haki za waliouawa na kuzikwa usiku zitaanza kupatikana. Sijui wazo lako ni lipi? Mnaweza mkaambia nini Marekani aswa kwa kuanza kumweka kamba shingoni Mafuele. Mwenyezi Mungu akubariki.